Na mrengo wa upinzani sasa unadai kwamba serikali haishughulikii ipasavyo mahangaiko wanayopitia Wakenya. Viongozi hao wameahidi kuwaleta pamoja Wakenya wote wenye nia njema ili kutafuta suluhu kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Viongozi hao wa upinzani walizungumza mjini Narok katika juhudi za kuimarisha ngome zao, huku pia wakitafuta ngome mpya kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Khalid Abdullahi ana taarifa kwa kina. Wakizungumza mjini Narok wakati wa ziara ya kukutana na wakazi, viongozi wa mrengo wa upinzani akiwemo kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua, kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, kiongozi wa chama cha DAP Eugene Wamalwa na mwenzake wa chama cha PLP Martha Karua walishtumu serikali kwa kufumbia macho hali ngumu wanayopitia Wakenya. Akadabo mafuta kutoka 8% hadi 16%. Nauli kutoka Narok hadi Nairobi ilipanda haikupanda. Gharama ya maisha hapa Narok ilipanda haikupanda. Hapa Narok madawa za hospitali ziko kiasi gapi? Na umeona wiki mbili mulisikia juzi waziri wa afya Aden Duale akisema dawa ya shilingi bilioni 90 ati imeozea kwa magala. Viongozi hao sasa wanaiomba serikali kusikiliza matakwa ya wananchi. Viongozi hao pia wametoa onyo dhidi ya kudhulumiwa kwa viongozi wa upinzani nchini. Gachagua anasema upinzani unafanya juu chini kujimarisha kwenye ngoma zake, huku ukitafuta uungwaji mkono kwenye maeneo mapya kwa kile wanachokiita azimio la kujenga kanuni dhabiti na jumuishi ya kisiasa. Hatutamruhusu kamwe kukeuka katiba ya Kenya. Ziara ya mrengo wa upinzani inatarajiwa kuendelea kwenye kaunti kadhaa, huku ukitafuta kuongeza kasi yake kwa ajili ya ajenda ya kisiasa ya mwaka 2027. Khalid Abdullahi, Darubini.